Asalamu alaykum. Alaykum salaam. Nimejipanga. Kwanza tunashukuru kwa kupata nafasi hii ya kujumuika hapa, kwa sababu wapo wengine ambao hawajapata nafasi hii, lakini sisi tumepata mkono wa Hajat ambaye umeshuka jana tu. Ni jambo kubwa kwetu. Na kupata dua pia ni kitu ambacho kwetu kitatunufaisha zaidi. Tunashukuru kwa hilo, lakini pia tunakupongeza kwa safari hiyo ya hija. Amen. Lakini mimi nina swali kwa upande wa katika ibada nzima ya hija hiyo. Ndiyo. Watu wanaenda wengi na sisi hapa tupo miongoni mwetu ambao tunatamani kwenda. Ndio maana kama hivyo bwana anaanza umra, kwa siku atakwenda hija, na wengine pia tutafanya hivyo. Lakini hatujapataga nafasi huko kwingine labda kukutana na Hajati yeyote, kwa sababu katika familia pia sio watu wote wanaenda. Katika ziko familia ambazo Hajati anapatikana mmoja tu au hakuna kabisa. Kwa hiyo ukipata nafasi kama hii ndio tunaitumia kama hivi. Je, unaweza ukatuambia labda maswali, labda mambo matatu tu, angalau matatu, hata kama ni moja au mawili, lakini akifika matatu itakuwa vizuri, ambayo mtu akipata nafasi ya kwenda kufanya hija anapaswa maombi yake yasimamie humo. Maombi yake? Yaani maombi. Lakini kwa sababu nyinyi ushapata experience kuanzia kwenye seminar mpaka unaenda kwenye eneo husika, huenda kuna mambo labda kama sio matatu hata mawili, ambayo kwamba kama ukatuhusia sisi ambao hatujabahatika kwenda, tukienda tusipoteze nafasi kwa kufanya, yani katika maombi kuna maombi, kila mtu ana mambo yake binafsi, lakini kuna mambo ambayo yapo kiujumla. Labda unaweza ukatugea japo mawili matatu. Kuna dua zile za wajibu ambazo hata kabla ya kuondoka mnafundishwa. Hata wakati wa kutufu Kaaba kuna dua ambazo unatakiwa usome, zile za wajibu. Lakini baada ya zile za wajibu unaruhusiwa kuomba dua yoyote. Yoyote ile, tena kwa lugha yoyote. Yoyote. Sawa. Kabisa, yoyote. Hapo nimekuelewa hapo. Na hii kuomba sasa ni vile wewe mwenyewe kutokana na fikra yako au na shida zako. Zipo za wajibu kweli ambazo ukifika pointi fulani lazima useme hivyo. Lakini baada ya hapo sehemu kubwa ya kutufu Kaaba ni maombi yako. Hata hii Safa na Marwa ni maombi yako mwenyewe. Maana hiyo ni mwendo mrefu unatembea. Humo unasema nini? Unasema yale ya kwako kwa lugha yako. Ukimaliza unafanya adhikari. Unasoma sura kama unaweza kusoma. Vyote hivyo unaruhusiwa kufanya. Kwa asilimia kubwa ni wewe mwenyewe. Upunguze tu yale maongezi, lakini kama binadamu wanafanya, wanaleta story na nini, ubinadamu upo pale pale. Lakini sana ndio hiyo. Unatakiwa, na kwa kweli mpaka ukamalize zile kilomita. Kuna mengi mpaka wakati mwingine anakukaukia. Mpaka wakati mwingine anakukaukia. Shukrani.